Na mwidhihiri kwako idhihiri kwangu, nichukue nafasi hii kukualika katika kipindi cha Tuzungumze, na leo tukidadisi, je, dunia ipo kwenye kilele cha ustaarabu au ipo kwenye kilele cha ushenzi? Hilo ndilo swali ambalo tunaketi leo tukilidadisi tukiwa na Daktari Sheikh Abdulrazak Ameri, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhadhiri wa chuo cha ABC kinachopatikana Njiro, Arusha. Bismillahirrahmanirrahim. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii tena ya kukutana kuzungumza mambo haya ya kijamii, na kama ulivyoeleza kuhusu ustaarabu, tumekuwa tukijaribu kuweka uwiano baina ya ustaarabu wa Mswahili na ustaarabu wa walimwengu. Na swali ni je, dunia iko katika ustaarabu, kilele cha ustaarabu, na imefanikiwa katika ustaarabu? Na kwa hakika hili ni swali zuri sana ambalo litasaidia baadhi ya wafuatiliaji wa vipindi vyetu, kwa sababu mara nyingine mtu asielewe hasa kwa kina tunazungumzia nini tunapomzungumzia Mswahili na ustaarabu. Na swali kama hili litatufanya lazima tudokeze tena vile viashiria vya ustaarabu, zile elements, kwa sababu ndivyo vipimo vya kwamba mtu amestaarabika hajastaarabika, hasa vikitizamwa katika jamii mbalimbali. Lakini ningependa tu kufafanua kwamba ustaarabu una viashiria ambavyo ni tangible, vinaweza kuonekana, vinaweza kuhisika. Lakini kuna viashiria vingine huwezi ukavihisi. Lakini kipimo kikubwa tu ni pale tuliposema kwamba jambo la msingi katika swala zima la ustaarabu ni kufahamu kwamba kinyume cha ustaarabu ni ushenzi. Kinyume cha ustaarabu ni uhayawani, ni unyama. Kwa hivyo maana yake ni kwamba ustaarabu ni chombo kinachomsaidia mwanadamu kuelekea ubinadamu zaidi. Sasa maana yake ni kwamba kama mwanadamu ana mapungufu katika ubinadamu wake, ana kasoro katika ubinadamu, utu, maana yake ana unyama, ana uhayawani, ana ushenzi. Hata kama atakuwa amekwenda mwezini, tunasema huyu mwanadamu karudi nyuma kistaarabu, kwa sababu anapaswa aendelee kuwa mwanadamu, asiwe hayawani. Kwa hivyo, kwa mfano, kipimo cha miji na majengo kimeshawishi wengi sana kuona ndio ustaarabu wenyewe pekee, lakini si kweli. Na ndio maana tukasema kuna haja ya kuja kuzungumza mfululizo wa vipindi kuhusu maendeleo, kwa sababu watu wengine hudhani maendeleo ni kuwepo na barabara za kisasa, kuwepo na majengo ya kisasa marefu, pengine ghorofa 200, 300, kuwepo na usafiri wa kisasa, teknolojia ya hali ya juu. Vyote tunavikubali, lakini vinatakiwa vimsindikize mwanadamu katika ubinadamu, yani visimrudishe nyuma. Kwa hiyo ukisema mwanadamu aliyoendelea ni yupi? Ni yule ambaye ameukaribia ubinadamu kuliko mwingine na ameuepuka uhayawani. Sasa kipimo cha miji na majengo ya kisasa na uhandisi mzuri ni kipimo halali, tunakikubali, lakini si pekee. Na kipimo cha uongozi, kwa maana ya utawala na kuwepo na himaya pengine na tawala mbalimbali, inategemea kwamba namna gani zile tawala zinatawala. Nacho tunaweza tukakiona kwamba ulimwengu wa kimagharibi unatuambia kwamba demokrasia ya vyama vingi, maana demokrasia sio lazima iwe kupitia vyama, lakini ya vyama vingi ndio njia muafaka ya kufikia ustaarabu katika utawala. Na ndio maana utaona kuna wataalamu wa kimagharibi walioandika kwamba mwisho wa historia umefika, na kwamba mwisho wa historia ni kwamba baada ya uliberali, mfumo wa kiuchumi na kisiasa, hakuna mfumo bora mwingine utakaoibuka tena, kwa maana kwamba hicho kilele cha ustaarabu wa mwanadamu. Kwa hiyo tunakubali hizi elements zinazoonekana. Kwa mfano, Misri, ustaarabu wao katika uchumi ni pale walipoanza kujua namna gani wanaweza kutumia mto Nile vizuri, wakaweza vile vile kutengeneza kalenda, wakaweza kufanya kilimo cha umwagiliaji.
huu ni ustaarabu na ulianza vizuri tunasema, lakini ni katika engo ya kiuchumi. Katika engo ya kimaadili ni jambo ambalo linapuuzwa sana, kwamba huyu mwanadamu ana ubinadamu. Kama anaweza kutumia madini mbalimbali kutengeneza makombora yanaweza kuangamiza dunia hii mara kadhaa, na amewahi kujaribu kuua mamilioni ya binadamu wenzake kwa namna za kikatili, pale kakosa ustaarabu. Ndio maana tunasema kwamba si lazima mtu maskini awe si mstaarabu. Anaweza kuwa maskini lakini amestaarabika kuliko mtu mwenye uwezo. Kwa hivyo nataka tuelewane vipimo. Kwa hivyo kuna majengo yale, kuna utawala, kuna utamaduni wa watu, kuna masala ya elimu wanayosoma watu. Vile viashiria vyote viwekwe katika kipimo, ndivyo vitasema kwamba binadamu huyu kastaarabika. Sasa katika mazingira tunayoishi, naam, kuna uhayawani mkubwa sana wa dhahir na uliojificha. Naam, Dokta, hapo katika muktadha wa ustaarabu, naam, je, kuna vipimo vya kimataifa vya kuonyesha kwamba ustaarabu ni shuti uwe hivi, ama ustaarabu unatafsiriwa kulingana na jamii? Mimi nataka niseme kwamba kuna kama vile makubaliano fulani ya kwamba vitu hivi ni viashiria vya ustaarabu vya kimataifa, lakini kawaida dunia yetu ilivyokuwa, kuna mambo ya wazi na kuna mambo yaliyokuwa chini ya uvungu. Kwa mfano, dunia inapozungumza kuhusu gaidi, inatangaza vita dhidi ya gaidi, na mara nyingine yule anayepambana na alioshika bendera na kinara wa kupambania vita dhidi ya gaidi, mara nyingine ndio gaidi mwenyewe namba moja, lakini chini ya meza. Kwa hivyo yale yanayosemwa dhahiri ni jambo moja, na yale yaliokuwa chini ya uvungu ni jambo jingine. Na ndio utaona kila mmoja anapigania uhuru, lakini kuna anayetumia uhuru kuingilia uhuru wa wengine, lakini kwa dhahiri yeye anapigania uhuru. Kwa hivyo tukubaliane kwamba tulivyovitaja vyote ni vipimo vinavyopima ustaarabu wa watu, hivyo tulivyovitaja. Lakini tukija katika uhalisia, yale maadili, kwa mfano unazungumzia uhuru, ndio hapo tutakapokuja. Ni moja katika vielelezo vya ustaarabu wa mwanadamu. Ndio maana uliberali ni uhuru, liberal economy, kwa maana kwamba soko ndio linaamua. Mwanadamu sasa amefikia kiwango kwamba hadhibitiwi katika masala ya kiuchumi. Hilo mtu anaweza akasema ni kilele cha ustaarabu na maendeleo ya mwanadamu katika maisha ya kijamii na ya kiuchumi. Lakini mimi nakupa mfano, uhuru huu namna gani umetumika kumpeleka mwanadamu katika uhayawani. Watu wengi hawajui kwamba tunayoyaona sasa hivi ya mambo ya ngono yana asili ya hili neno uhuru, ambao kuna kitu kinachoitwa sexual liberation, sexual revolution. Maana yake ni sexual freedom. Yani dunia imewahi kupitia ukombozi wa aina mbalimbali, na neno ukombozi ni neno zuri sana linalopiganiwa, lakini kuna ukombozi wa kingono. Katika miaka 1960 mpaka 70 ya karne iliyopita, nchi za kimagharibi zilipitia kipindi kinachoitwa cha sexual revolution, sexual liberation, uhuru wa kijinsia wa ngono. Nini maana yake? Ni kwamba katika mwaka 1960 mpaka 70 paligunduliwa vidonge vya kuzuia mimba, na harakati za ukombozi wa mwanamke zikawa zinakuwa kubwa. Pakaanza maandamano mbalimbali ya kupigania uhuru wa kingono, na hili liliwastimulate zaidi kwa sababu hakuna hofu za mwanamke kupata ujauzito, na sheria mbalimbali zikaanza kubadilishwa duniani kuruhusu kutoa mimba. Kwa hivyo mwanamke awe huru sasa, anaweza kutoka akafanya tendo la ngono kwa uhuru zaidi, kwa sababu hana cha kuogopa. Vidonge vipo, ruhusa kutoa mimba, harakati za kukomboa mwanamke zimechachamaa. Wanasema feminist movement zimechachamaa duniani na nini. Sasa wewe ukitizama hili neno unaona ni neno zuri, ukombozi, liberation. Mwanamke anakombolewa, lakini kwa hakika anakombolewa au anasindikizwa katika uhayawani na unyama? Tumesema kwamba ustaarabu ni kuepuka unyama.
Mnyama havai. Mwanadamu anapoacha kuvaa amekosa ustaarabu, enda kwenye unyama, amekwenda kwenye unyama. Mnyama hana ndoa ya kwamba sasa kuna sherehe na kuna mtu na mtu kwamba hawa ndio watu maalum wanatakiwa waishi maisha ya ndoa, na hakuna kuingiliana. Ikiwa mwanadamu atakuwa huru, mwanaume kutembea na yoyote na mwanamke kutembea na yoyote, maana yake amekwenda unyamani. Hatuwezi kuita ni ustaarabu, hatuna tofauti na mnyama. Katika jamii zetu, hata kama ukija acha Waswahili, Wabantu wengine tu, jambo ambalo lilikuwa linakatazwa sana kijamii ni mwanaume na mwanamke kuchukuana bila taratibu. Kwa hiyo walikuwa na ustaarabu huo. Jamii ya Waasu ilikuwa wazinifu wanatengwa, na hapo watansame baadhi ya watu kwamba kuna koo mbalimbali, kuna Wasuya, kuna Wafinanga, kuna Washana, kuna koo mbalimbali, lakini kuna koo inaitwa Mzirai. Asili yake ni watu waliotengwa kwa sababu ya kupractice mambo ya ngono kabla ya ndoa, kinyume na taratibu. Tunasema hii ni civilization, huu ni ustaarabu. Kwa hiyo kama jamii za Kiafrika kama za Kibantu hizi pia zilikuwa na utaratibu wa kuhakikisha kwamba mwanaume na mwanamke hawachukuani kama wanyama, kwamba kuku wakikutana ndio ndoa yao inatimu hapo hapo. Walikuwa binadamu hafanyi hivyo, maana yake huo ni ustaarabu. Sasa tukiwa tunahalalisha mwanamke kuwa huru, njiani akikutana na yote wanachukuana, maana yake ni kwamba uhuru huu si uhuru wa kweli, bali huu ni uhayawani. Ndio maana tunasema huu pepo ulovuma katika nchi za kimagharibi wa kuruhusu sasa masala haya ya kuchukuana kama wanyama, hata kama mabwana wale wamekwenda mpaka mwezini, tunawaambia kwamba hawajastaarabika bado, kwa sababu kuna maeneo wanamsindikiza mwanadamu katika uhayawani. Ndio ukisoma takwimu za ILO, yani International Labour Organization, shirika la kazi duniani, wanaonyesha kwamba watu wanaofanya tena wanaita sexual workers. Na unajua hii lugha ni lugha nzuri ya kwamba kama vile ambavyo kuna wafanyakazi wengine, kuna wafanyakazi wa mambo ya ngono. Sasa sisi tuna maneno tunayoyaita huku kwetu malaya, sijui nani. Haya maneno yote yanakinyaa, chaudoa, yote yanakinyaa kwa sababu tendo lenyewe linakinyaa. Lakini ukishalibatiza kwa lugha ya wenzetu wa Kristo, ukasema ni sexual workers, umelipandisha daraja, umelipa dhana ambayo ni chanya, si hasi. Dhana chanya, sio hasi, linaanza kuwa sasa lina attract. Kwa hivyo ndio maana utaona ILO imesema zaidi ya milioni 50 wako sexual workers duniani. Lakini nakupa taarifa za ajabu. Katika Far East na katika nchi kama Malaysia na maeneo ya kule ni wengi sana, kiasi kwamba katika vile vipimo vya uchumi kuna kitu kinaitwa GDP. GDP ni kukusanya, sitaki kuzungumza kwa kina, lakini ni kukusanya mali, bidhaa zote zinazouzwa na huduma zote zinazouzwa, ukaziweka katika fedha katika nchi fulani, alafu kwa kipindi fulani, kwa mfano mwaka, na aghalabu huwa ni mwaka. Alafu ukishapata kwamba kwa mwaka bidhaa na huduma zote zinazouzwa ndani ya nchi hii ni kiasi fulani, kisha unazigawanya kwa idadi ya wananchi wa nchi ile, unapata ile per capita, yani kwamba pato la kila mwananchi mmoja ni wastani wa kiasi fulani. Hii ni moja katika measurements za uchumi wa nchi, inaitwa GDP. Ndio ile tunaambia sijui tunaishi kwa dola moja. Sasa ile inapima pato la mtu. Na mimi nakipinga kwamba si halisi, kwa sababu itachukua mali za Bakhresa na za Muhammad na za Mo Dewji na za nani, zote zinagawanywa kwa idadi ya wananchi, alafu inaangaliwa pato la kila mmoja, ambalo si pato halisi sahihi, lakini ni katika kupima uchumi wa jumla wa nchi. Na hili lilifanyika Marekani wakati ule karibu na vita kuu ya pili, kujaribu kupima hali yao kiuchumi na kuingia katika vita. Sasa haya tukija kuzungumza maendeleo ni vitu ambavyo tutavizungumza kwa undani, lakini nataka kusema hivi, ILO wanashauri kwamba katika baadhi ya nchi kule kina Malaysia na wengine, sexual workers
watambuliwe rasmi, kwa sababu lile pato tukitaka kumeza uchumi wao ni vigumu kuliweka pembeni, kwa sababu ni pato kubwa, lina mzunguko mkubwa, litatupa kipimo si sahihi cha mzunguko wa pesa katika nchi ile. Kwa hiyo ni hatua katika kuhalalisha. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kama hizi kabila zetu na ustaarabu wetu wa asli, hata sisi wa Bantu, ilikuwa heshima ya mwanadamu imewekwa juu, kwa maana ya kwamba kuna tofauti baina ya hayawani na mwanadamu, na kwamba hawezi kuchukuana mwanaume na mwanamke bila utaratibu maalumu na jamii kuhusishwa, ambao ni ustaarabu huo. Na sasa kasi ya wanadamu ni kuhakikisha kwamba watu wanakuwa free, hakuna kuhusisha jamii. Wakishapatana wakachukuana wanakwenda mbio, na sheria zinazowekwa kwamba mwanaume na mwanamke wakikaa tu miaka miwili au wakishazaa wakenda, ni zile zinazotusukuma katika uhayawani, na sisi tumeziazima hizo, na zote zinakwenda katika kusema zinamuokoa na kumkomboa mwanamke. Kwa hiyo hata nchi zetu zinabadilisha taratibu sheria, kisha baadaye anaonekana mwanamke anakombolewa, kwamba bwana, ukishamchukua mwanamke mkakaa naye miaka miwili mkazaa mkanini bwana, hiyo ni ndoa bwana. Lakini nani kahusishwa? Jamii gani ya kwake haijahusika? Ya mume wala ya mke wala jamii inayozunguka haijahusisha. Wamekutana wakachukuana, alafu sheria inawatambua. Maana inatambua uhayawani wao. Je, tupo kwenye kilele cha ustaarabu au uhayawani? Ndio maana nasema sasa kuna kasi kubwa ya kuelekea uhayawani katika baadhi ya elements zile za kiustaarabu. Naam. Dokta, maendeleo tunayoyaona leo bila shaka tunaweza kusema yana tafsiri moja kwa moja ustaarabu, au ni sehemu ndogo tu ya safari ya binadamu? Ukasema tuweke kiporo ili tutazungumza zaidi kwenye masuala ya maendeleo. Lakini je, maendeleo ya teknolojia ambayo dunia inashuhudia leo, unavyoyaona yanavyokuja kwa kasi, yalivyokuja kwa kasi toka kuanza kwake, yanaenda sambamba na maendeleo ya utu wa binadamu, pengine hata na masuala mengine ya kiroho? Ama haya maendeleo ya teknolojia yanabagua maendeleo yale ya ustaarabu? Sasa teknolojia, naam, ni kama kisu kinachoweza kutumika kwa ajili ya kukatia nyama, mkate, matunda na vingine, ambapo kisu ni muhimu katika jiko la binadamu. Ni chombo muhimu. Lakini pia inaweza kutumika vibaya kumdhuru mwanadamu. Kwa mfano, teknolojia leo imerahisisha sana masala ya picha za ngono kuwafikia wanadamu. Jambo ambalo mtu mzima ambaye aliishi maisha yake hajaona hivyo vituko anakuja kuharibikia ukubwani, kwa sababu teknolojia imemletea karibu. Na tutaka kusema ni kwamba hatupingi maendeleo ya sayansi na teknolojia. Tunapinga matumizi mabaya yanayompeleka katika uhayawani binadamu badala ya kumpeleka katika kilele cha ustaarabu. Sasa kama dhana ya uhuru itakuwa ni kumruhusu mwanadamu pia kuwa hayawani, ni kitu kibaya sana. Na ndio hilo ambalo tunalolipinga, kwamba ule uhuru, watu husema kwamba uhuru bila mipaka ni chaos, yani ni vurugu. Lakini mimi nasema uhuru bila mipaka ni utumwa. Kwa maana ukimwachia mwanadamu akawa hana mipaka, maana yake ni unamfanya awe hayawani. Mwanadamu lazima awe na sheria, kwa lugha nyingine awe na mipaka. Ndio ukisoma Qur'an, sitaki kwenda sana kwenye aya, utaona tilka hududullah fala ta'taduha fala takrabuha. Hiyo ni mipaka ya Mungu, usikaribie, usiivuke. Aya nyingi za Qur'an zinasema hivyo. Kwa hivyo usizidishe. Kwa hivyo kama kuna uhuru ambao hauna mipaka, hatusemi ni vurugu, tunasema ni utumwa. Utumwa vipi? Kwa mwanadamu anapotumia madawa na ulevi wa kupindukia akawa mraibu, anashindwa kuacha. Anaposhindwa kuacha, tunasema amekuwa mtumwa. Kwa hiyo tunasema hizi teknolojia ni kitu kizuri, lakini lazima mipaka katika uhuru iwepo. Ikiwa hakuna mipaka, mwanadamu atatumia teknolojia kuelekea katika uhayawani. Na baya zaidi ni kwamba kuna wanaowekeza katika mambo hayo yanayomfanya mwanadamu kuwa hayawani, kwa sababu uchumi wa kibepari na huu uliberali unatumika sana kuhakikisha kwamba fursa yoyote ile inaweza hutumika kuhakikisha mwanadamu anapata kipato. Ndio maana sexual industry na pornography industry ni kubwa sana duniani. Watu ambao wameinvesti
katika sinema za chafu za ngono kwa sababu ya kutaka kupata chochote. Kwa hiyo wametumia hiyo sayansi na teknolojia kumharibu mwanadamu zaidi. Na Dokta, hivi tunaweza kuendelea kujiita wastaarabu wakati ambapo pia tunashindwa kutatua matatizo ambayo tumeanzisha wenyewe? Vita, ubaguzi, uharibifu wa mazingira. Tupo kwenye kilele hichi cha kusema kwamba wengi wakidhani ni wastaarabu, lakini pia tunashindwa kutatua matatizo ambayo tumeendelea wenyewe. Tuna haki ya kuendelea kujiita wastaarabu? Taban, kama ni kujibu kwa mukhtasar, hatuna haki, lakini nataka kusema hivi. Ukisema tunashindwa kutatua matatizo ambayo tumeanzisha wenyewe, ukweli ni kwamba kwani tuna nia kutatua? Swala nia. Kwa sababu kama vita vitakoma, maana yake ni kwamba biashara ya silaha itakoma, maslahi ya wengine yatakoma. Wanataka hilo. Kwa hivyo nia haipo. Sera ya ulimwengu wa kimagharibi ni ile ya divide and rule, wagawanye uweze kuwatawala. Watu wanapokuwa wameshikamana wanaweza kuendelea, na ndio tabia mwanadamu. Unapowaacha hivyo huna nafasi ya kuingilia wale, lakini unapowagawanya kwa lugha ya vyama vingi, kwa lugha ya mipaka yako, na ndio maana nationalism, utaifa, japo tunajifaharisha sana, lakini utaifa umetumika sana kutubagua. Yani hakuna silaha katika silaha mbaya zilizotumika dhidi ya Waafrika kama nationalism, utaifa. Lakini mpaka sasa hivi tutakusema lazima tuangalie utaifa wetu, sisi ni Watanzania, unaona fakhri. Lakini ile kung'ang'ania wewe Mtanzania ndio ilokufanya ujibague na Mkenya. Na hili lilikuwa linahudumia sana mabepari. Kama Afrika bara lina nchi 54, kila mmoja anasema mimi Misri, mimi Mwalgeria, mimi South Africa. Maanake na anafundishwa uzalendo kwa nchi yake, kwa maana kwamba priority, vipaumbele ni yeye na nchi yake na wala si jirani yake. Maanake ni kujibagua. Mpo majirani mnaangaliana kwa jicho la kicho, na mipaka ambayo ni artificial. Maanake hapa ndiyo mwisho, ukiingia umeingia kwa watu. Lile limetumika sana kutugawanya sisi na kuwezekana sisi kutawaliwa katika dhana ile ya wagawanya watawale. Na sasa kwa hivyo, kwa maana hiyo ni kwamba hawana nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba eti vita havitokei duniani, eti hakuna vurugu, watu watakuwa pamoja, kwa sababu hawatoweza kutawaliwa wakiwa hivyo. Ndio maana sisi tumeanza kufundishwa tangu tukiwa wadogo. Katika mfumo wa elimu tumeanza kufundishwa uhayawani, na tumeanza kufundishwa sisi ni karibu na hayawani, sisi mwenzetu ni hayawani. Sasa kwa nini tukifanya uhayawani hii ni kitu cha ajabu? Sijui kama umenielewa. Maana mwanadamu katika mfumo wa kimagharibi tangu alipoingia shuleni, nadharia za Charles Darwin za kwamba sisi tumetokana na hayawani, sisi ni wanyama sokwe na zimetetewa kwa nguvu zote, kwa hoja. Alafu kila tukikua tunaonyeshwa tu bado sisi wale wajomba zetu tunaendelea nao. Alafu inafikia wakati niliona takwimu fulani za kuhusu masala ya ngono za jinsia moja. Wanasema, je, binadamu anaweza kufanya ngono jinsia moja? Anaweza kuwa anavutika na hilo? Utafiti umefanyika kwa maanake tukienda shuleni tunaambiwa sisi kundi letu nani? Mammals. Mammals ni mamalia. Hili ni kundi la wanyama ambao wananyonyesha. Kwa hiyo mwanadamu na yeye katika kundi gani? La mammals. Bado unaambiwa kwamba wewe ni hayawani, wenzako ni wale wanaonyonyesha na wewe uko hapo. Kisha tunakwenda taratibu, nikaona sasa wanafanya utafiti kuhusu masala ya kwamba je, kimaumbile mwanadamu anaweza kumtamani mwanadamu jinsia sawa na yeye? Anaweza kupractice tendo la ngono? Wakafanya utafiti katika mammals, wakaona kuanzia 6% mpaka 10% wanaweza kupractice. Kwa hivyo mwanadamu pia inawezekana. Sasa kipimo kimekuwa ni hayawani, kwamba yeye na wenzake katika mammals wanaweza. Sasa nataka kusema kwamba huu mfumo si wa kijinga. Ni mfumo uliokuwa unamsindikiza mwanadamu kuamini yeye ni hayawani. Na akishaamini yeye ni hayawani, ni mnyama, anapofanya la kinyama haiwi ni ajabu.
na wao hawana haraka. Sasa hivi ukienda kununua viatu vya mtoto unavishika hivyo, hivi vya mtoto wa kiume wa kike, unaambia hivyo ni yani unisex, yani anaweza kuvaa yoyote. Hata nguo sasa hivi kwanza hii ya kike ya kiume unaambia hii ni unisex, yani uni, kwa maana kwamba ni universal sex, anaweza kuvaa mwanaume na mwanamke, mpaka ifikie mahala tuondoe ile demarcation baina ya mwanaume na mwanamke, wao wote sasa ni sawa tu. Tafikia mahala sasa hatuwezi kuwa na kitambulisho cha mwanamke kwenye viatu wala kwenye nguo wala kwenye chochote. Wewe ni mtu tu. Yani ni binadamu tu. Wote sawa. Sisi sawa tunatakiwa. Kwa hivyo haya mambo yameandaliwa, yamepita katika safari ndefu, na ndio maana tukafikia katika kitu sexual liberation, ukombozi wa ngono. Wewe una neno ukombozi, neno ambalo lina mvuto, neno ambalo tabia yake ni tabia chanya, sio hasi, lakini content yake ni hasi. Ndio haya ambayo sasa unaona, na mimi nimesema hapa nyuma kwamba ustaarabu si kuvaa. Haya, hebu nitizama sasa hivi namna mwanadamu anavyoendelea kuvua nguo. Tangu tuliposoma kwamba mwanadamu alikuwa, tumeambiwa na wao wana historia, alianza kuvaa magome ya miti na majani ya miti, sijui akaanza kutengeneza nguo za ngozi na sufi, akaenda taratibu. Sasa mwanadamu mbona anavua sasa tena? Kama aliweza mpaka akafikia kwenye cotton. Historia ya cotton inatakiwa iandikiwe vitabu duniani, Misri na Afrika. Na walipokuja huku kwetu, mama hana haja ya kuajiriwa, cotton anaitengeneza pale pale nyumbani, kama anavosuka, anasuka mikeka, anasuka kupitia ukuti wa mnazi, ni msusi pale nyumbani, anatengeneza mavazi, anatengeneza vifaa vya kubebea bidhaa mbalimbali, mazao ya sufi, anatengeneza nguo pale nyumbani. Lakini walipokuja jamaa waliuaje viwanda hivi vya Mwafrika vya nguo? Sasa kama Mwafrika na mwanadamu aliendelea kuanza kutengeneza nguo, na Qur'ani inazungumza kwamba hata Adam na Hawa peponi, Mwenyezi Mungu aliwataka waanze kujisitiri, wakajisitiri mpaka mwanadamu amefikia mahala hapa alipofikia. Nabii Daudi ni katika waliokuwa wakitengeneza nguo, mpaka nguo za vita vile vile. Sasa huyu mwanadamu anapoanza kuvua nguo, kwa nini tumuite mstaarabu? Wamebakiza nguo gani sasa hivi? Ile nguo ya mwisho ndio ilobaki. Zile nguo ndogo zile za mwisho, ile ya mwisho ndio ilobaki kwa mwanadamu, anaweza kutembea nayo basi na shaka. Sasa huyu utamuitaje? Mstaarabu. Kwa haya ndio mambo ya kutizama kwamba mwanadamu anaelekea wapi, uhayawani. Sasa hivi kuna kitu kinachoitwa Sheikh Awali, kinaitwa sexual tourism, utalii wa kingono. Na hili limejaa duniani. Sasa hivi watu hawaendi kwa ajili ya wanyama, anakwenda Afrika akafanya ngono na Masai, akafanya ngono na Mwafrika, akastarehe, hataki kuona bahari wala mnyama. Hiyo inaitwa sexual tourism. Jamaa zetu wale wa ndani wale Hazabe wakajaribu. Yani yeye anachotaka ni ngono na watu mbalimbali. Atakwenda Far East huko, atakwenda Malaysia, atakwenda wapi, lakini safari msukumo mkubwa ni ngono. Inaitwa sexual tourism. Wanyama wetu tayari shadow. Wanyama wamepitwa na wakati sasa, au kila mtu na vionjo vyake. Kuna ataifuata wanyama, kuna atakayefuata, lakini nao ni utalii uliobuniwa duniani rasmi tena. Akija hapa haji kukuambia kwamba nimekuja kwa ajili hiyo akajaza fomu, lakini akija atalitafuta hilo, atalifanya. Sasa katizame takwimu ya idadi ya watu ambao wana practice sexual tourism, utalii wa ngono. Katizame katika pwani yetu ya Afrika Mashariki, Uswahilini, angalia Malindi ilivyoharibika. Ni kweli. Kutokana na sexual tourism. Wale wanakuja pale kwa ajili ya kupractice ngono tu, Wataliano na wengine. Hewani. Hakuna anayemshangaa mwenzake. Full suit. Sasa huyu mwanadamu utamhitaji ameendelea. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba ukanda wa Waswahili haukuvamiwa na wazungu au watu wa kimagharibi katika namna hii ya uvamizi wa sasa hivi, ambao ni mbaya zaidi kuliko ile ya kina Vasco da Gama na wengine. kijijini pale wanaita kule Zanzibar shamba,
ambapo ni pwani. Alikuwa akiishi mtu na pwani ni hiyo hapo, anavua samaki, anarudi pale, anashusha madafu yake, ana nini, nazi, anaendelea na maisha. Pamewekwa hoteli na yeye yuko jirani na hoteli, anaona vituko vya hali ya juu, yeye na familia yake na watoto wake, ila kama anapenda utamaduni wake ahame kabisa kwa yale anayoyaona, ndio salama yake. Lakini sasa baya zaidi ni kwamba sisi tumebadilika kuwa sasa ndio waajiriwa na hiyo sekta, na imekuwa ni sekta kubwa ya uchumi katika nchi zetu. Sasa utawakimbiaje? Inauliliwa. Lazima wasogelee kwa sababu ndio ajira iko pale. Ni kama wa Palestina ilivyotokea kwamba mmeibiwa ardhi yenu, alafu nyinyi mnapanga foleni kuomba kuingia katika waliokupokonyeni ardhi ili kupata ajira. Kuingia Israel. Kuingia Israel kupata ajira kwa aliyekupokonya ardhi. Huyo alokuja hapa kukuchafulia utamaduni, wewe ndio unamkimbilia ili upate ajira. Huu ni utumwa. Kwa kuna haja ya kusema ustaarabu tuliokuwa nao ambao tunaudharau, uliokuwa una ndoa, ulikuwa una mavazi, tumezungumza mavazi ya Mswahili, umekuwa unajali majukumu ya mume na mke, unatoweka. Tunacholetewa sio ustaarabu, ni ushenzi. Lakini kwa kuwa tunadhana ya kwamba yule anayekuja amefanikiwa kuliko sisi, ameendelea kuliko sisi, tunaona ule ndio ustaarabu. Dr. Abdulrazaki, sasa naona maendeleo hayakimbiliki katika mjadala wetu. Je, dunia ipo kwenye kilele cha ustaarabu ama ushenzi? Ni kwamba kasi ya maendeleo tunayoyaona leo inachangia ujenzi wa ustaarabu imara ama inaharakisha mmomonyoko wa ustaarabu kijamii na kimaadili? Hilo la mwisho, unaharakisha mmomonyoko wa ustaarabu wa mwanadamu na unamsindikiza kwa kasi sana mwanadamu katika uhayawani, bali kubwa zaidi unahatarisha kuangamia kwa mwanadamu. Kuangamia kwa mwanadamu. Na labda niweke ibara sawa sawa. Naam. Unahatarisha kuangamia kwa ubinadamu. Kuna mwanadamu na ubinadamu. Mwanadamu akipokonywa ubinadamu ni hayawani kama hayawani mwingine, lakini ni hayawani hatari kuliko mwingine yoyote yule, kwa sababu ana maarifa, anaweza kuyatumia kuangamiza zaidi. Na hilo ndio hatari. Mwanadamu anaangamisha hii dunia kwa kemikali na uharibifu wa mazingira. Sasa hivi tunalalamika kila mahala joto, kuna watu wanakufa kwa sababu ya joto. Na ana akili timamu, lakini kasi ya kuangamiza dunia ni kubwa. Mwanadamu ana kitu kinachoitwa privacy. Hii ni sifa ya mwanadamu. Kuna baadhi ya wanyama wana sifa kama hivyo, faragha. Inapokuwa kila kitu parwanja, hakuna faragha. Teknolojia imeondosha faragha. Vile vitu unavyodhani wewe unavifanya kwa faragha katika mazungumzo vimewekwa wazi. Tulipoambiwa transparency, wazi ni kitu kizuri, lakini wazi ilikuwa ni kufungua nyumba yako aingie adui pia. Tukafungua nyumba zetu zikawa uchi. Kwa hivyo privacy kwa mwanadamu, faragha ni kitu kinakufa, kiasi kwamba mwanadamu sasa hana usiri. Mambo yale ambayo yalikuwa ni mambo ya watu wazima vile vile yamekuwa ni parwanja kila mtu. Hapa hatumuui mwanadamu, tunaua ubinadamu wake. Mtoto anauliwa utoto wake kwa sababu anapelekwa maeneo ambayo hayalingani na umri wake. Yale mambo ambayo ilikuwa mtoto hawezi kufunuliwa yako wazi. Wewe unaweza kukaa na mwanao miaka 9, 10 unadhani hajui, lakini yeye dunia yote anaijua. Kwa hivyo ule utoto wake unakufa. Mambo ya kikatili yanaonyesha kwenye TV na nini, mtoto ameyazoea, ambapo sisi ilikuwa kuona mtu amekufa unaweza ukakaa miezi huna amani kwa kuogopa tu kwamba umeona mtu alokufa. Mtoto huyu wa sasa hivi amezoea kuona mauaji na vifo, japo kwa kwa sinema. Hana uwezo wa kutofautisha kitu reality na kitu ambacho si halisi. Subconscious mind yake inabeba. Utoto wake unakufa. Umama umekufa. Yani motherhood. Kuna mother na motherhood. Mama yupo lakini umama umekufa. Na haya tumeyazungumza mara nyingi kwa kuamini kwamba, kwa sababu watu wanashindwa kuelewa kwamba industrial revolution, maendeleo ya viwanda Ulaya, tunayozungumza viwanda vilikuwaje na nini, hawazungumzii kwamba maendeleo ya viwanda yalileta social changes gani, yani mabadiliko gani ya kijamii.
Usizungumze mabadiliko ya kiuchumi tu. Maendeleo ya viwanda yalileta mabadiliko ya kijamii. Athari zipi ziliambatana? Maendeleo ya kijamii yaliathiri familia na nyumba zetu, yale ya mapinduzi ya viwanda, na athari zake mpaka leo hii familia imekufa. Hatuna extended family, tuna hizo nuclear family, single parent families. Kivipi Dr. Abdrazaki? Kwa sababu viwanda vilipokuwa katika miji, watu walitoka vijijini wakaja mijini, miji ikazidi kukua. Na sitaki kuzungumza kitu ambacho ni khayali. Hata sasa hivi tizama viwanda unavyojua hapa Arusha, pale Dar es Salaam, angalia watu wanaofanya kazi pale wanatoka wapi? Wametoka vijijini wengi. Wametoka vijijini wamekuja wamekusanyika. Alafu swali, wanakaa wapi? Wana nyumba wale? Hawana nyumba. Kwa hivyo ndio mwanzo wa sasa watu ambao hawana ndoa wamekuja kwa ajili ya kazi kuishi pamoja wengi. Kwa maana ya kwamba nyumba za wapangaji wanaishi watu sampuli wenye utamaduni mseto. Alafu wengi wamekuja kwa zile kazi, wanalipwa pesa kidogo, hawana uwezo wa kujikimu zaidi ya kujibana kimatumizi. Pale walipokusanyika paliibuka tabia mpya. Pakaibuka watu wanaotoa huduma za ngono. Sababu huu umma uliokuja ukajazana unahitajia huduma za ngono zilianza pale. Alafu wale wakishaoana mwanaume na mwanamke wanafanya kazi. Alafu sasa wanatafuta mwingine watatu atakayelipwa kidogo zaidi atakayekuja kutizama mtoto. Familia imebadilika kabisa kupitia pale. Na ndio mwanzo wa familia kuwa ndogo, kwa sababu unawezaje kuifanya familia kubwa? Kijijini mama alikuwa akiamka asubuhi, kama ni Mdigo wa kule Moa au wapi kule Digo areas, akiamka asubuhi ana miogo yake pale, anajua kazi ya miogo, anajua kazi ya ususi. Akishamaliza jua lishakuwa kali, atatandika mkeka wake chini ya mti, ataendelea na ususi. Hajaajiriwa lakini maisha yanaendelea. Safi kabisa. Atafanya kazi asubuhi mpaka jioni, na kuku anapita pale, na samaki mzee akirudi atarudi na samaki zake, maisha yanaendelea. Hakuna alioajiriwa. Kuna wakati wa kulima pamoja katika mashamba. Maisha yalikuwa yakiendelea na familia ni kubwa mpaka wajukuu wanaishi pale. Walimu wa kumlea mtoto walikuwa wengi. Mapinduzi ya viwanda yaliua ile extended family. Na yakamtoa mwanamke katika nyumba. Na wao walipigania uhuru wa mwanamke, lakini haukuwa uhuru wa mwanamke, bali ilikuwa ni kumchomoa mwanamke kwenye familia ili wao wamtumikishe katika viwanda, kwa sababu alikuwa ni cheap labor. Na ukiona historia ya mapinduzi ya viwanda, watoto wadogo waliajiriwa. Ndio pakaibuka sasa ILO kupigania haki za wafanyakazi na watoto wasiajiriwe, kwa sababu ilikuwa ni uhayawani ule. Sasa kuna haja ya kuzungumza mapinduzi ya viwanda yaliambatana na social changes gani, mabadiliko gani ya kijamii ambayo yaliua familia zetu, yaliwatoa watu katika maeneo yao ya uzalishaji kuwapeleka katika ajira. Mpaka sasa dhana ya mtoto anayesoma university akimaliza anafikiria kuajiriwa, wakati ambapo asili yetu sisi na wazee wetu tulikuwa tumejiajiri na maisha yalikuwa yanakwenda vizuri. Lakini mtoto aliosomeshwa mpaka akamaliza university degree ya kwanza ya pili, hamu yake kubwa ni kupata ajira, kuajiriwa. Atatembea na bahasha yake ile mpaka inapauka, inakuwa nyeusi, atabadilisha nyingine, anazunguka kutafuta ajira, kwa sababu ndio mentality alotengenezewa yeye. Dr. Abdrazaki, je, binadamu kwa sasa tunaweza kusema ana nguvu kubwa zaidi kuliko wakati mwingine wote, kiakili, hekima ya kushughulikia mambo katika hii zenzala ya mambo yanayoendelea duniani? Mimi kiakili siwezi kusema, kwa sababu tumesema ustaarabu watu wanapokezana vijiti. Hapa tulipofikia hatukuanza sisi, walianza nyuma. Ndio maana tunasoma kuhusu philosophers hata wa Kigiriki miaka 1000 kadhaa iliyopita. Mambo mengi ya mambo ya kemia na mambo ya biolojia na mambo ya fizikia na mambo hata ya hisabati tunasoma watu walioasisi, alafu sisi tunaendelea. Sio, ni makosa kusema tuna akili kuliko wao. Yani tuna akili kuliko Ibn Khaldun, Ibn Sina, kuliko Mama Qurtubi, wote wale, kuliko hata filosofi wa kimagharibi kina John Locke na wengine. Hatuwezi kusema, kwa sababu sisi hapa tulipofika ilikuwa ni hatua za mbele baada ya zile za kwanza walizoanzisha wao. Na ndio maana tukasema ustaarabu hauanzi alifu.
bali tunapokezana vijiti. Kwa hivyo kusema kwamba wa sasa wana akili kuliko zamani, hapana. Neno algorithm tu ambalo ni maarufu sasa hivi, unajua maana algorithm? Watu wengi hawajui. Algorithm inahitaji maelezo marefu. Ndio daktari. Sijui kama muda unatutosha. Karibu. Algorithm ni mfumo uliokuwa katika mtandao. Kwa mfano leo hii mimi nikifungua TikTok, utagundua kwamba kuna vitu vinakuja zaidi kwangu. Na vinakuja kwa sababu ni vile nilozoea kuvitizama. Kwa hiyo nasogezewa. Organism wote wana sifa ya algorithm. Algorithm ni neno ambalo ukilitizama asili yake ni la Muhammad al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi huyu ni mwanafunzi wa Kiislamu katika maulamai wakubwa katika mji wa Baghdadi kwa wakati ule. Tumeelewana? Ndio. Mwana mahesabu. Aliamini maisha yote ni calculations. Na organism wote ni algorithm, wana sifa ya algorithm. Organism ni wale wanyama wote au wadudu au nini. Kwa mfano, mifano inayotolewa na wataalamu, simba anapomuona swala anakuwa na calculations. Mimi hapa nilipokuwa na pale nilipokuwa, nikimfukuza naweza kumkamata? Na je, kuna dharura na njaa kiasi hicho kwamba lazima niambatane naye? Shaona? Kwa hivyo akitoka, kasi yake anaijua, na anajua kasi ya yule, na anajua distance baina ya mimi na yeye, naweza nikamkamata au naweza nisimkamata. Hizo calculation anazo, sio? Huyu ni organism, ana calculate. Kwa hiyo maisha ni hesabu. Lakini hata nyani anapoona kuna ndizi pale anaitamani, alafu kuna simba kule, anafikiria, je, ninaweza nikaiwahi kabla simba hajanifikia? Na je, nina njaa ya kutosha kwamba sina subra mpaka nifanye ni risk? Hizi calculations zote anazifanya, sio? Unaweza ukakosea calculations ukaangamia. One mistake pengine 10 goals, sio unaangamia. Mtoto au binadamu anapotaka kuvuka barabara, anaangalia kulia, kushoto, anaangalia kasi ya gari, anaangalia distance ile na uwezo wake. Hiyo ni calculation. Kwa hiyo maisha yote ni calculation. Hiyo ndio maana ya dhana ya al-Khawarizmi, huyu mtaalamu ambaye neno al-Khawarizmi ndio limezaa neno algorithm. Sasa algorithm katika mitandao na AI sasa hivi ni pale ambapo wewe habari za mpira zimejaa katika TikTok, na ukifungua inakuja nyingine, kwa sababu ulipokuwa umezitizama sana nyingine zote zilisogea. Kwa hiyo unaletewa nyingine. Huu ni mfumo, lakini nakuuliza, hili neno umelitoa wapi? Na calculations za kwanza za nani? Ni mtu aliyokuwa miaka hiyo, Muhammad al-Khawarizmi. Leo hata kifufuliwa akiambiwa kitu hiki kinaitwa kwa jina lako, yeye mwenyewe atashangaa. Kwa hivyo huwezi kusema tuna elimu kuliko wao. Wao wameasisi vitu, sisi tunaviendeleza. Kuna wenye elimu katika sisi, kuna wenye elimu katika wao. Na hili gurudumu la ustaarabu na elimu na maendeleo halianzi alifu. Watu wanaendeleza pale binadamu wengine walipofikia. Ndio maana nikasema kuharibu ustaarabu ni kuharibu turathi ya mwanadamu, sio ya jamii fulani. Na ndio maana tukasema Waswahili wameendelea kwa sababu wamepata na ustaarabu wa nje. Wanasema lakini wao Waarabu, hakuna staarabu yoyote inayojitegemea. Ikijitegemea itachelewa kuendelea. Hao Waarabu hiyo wameathiriwa. Naam. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunapaswa tuelewe. Kuna watu wameandika kuhusu athari za Waislamu katika Ulaya. Wameacha nini? Wameacha turathi gani? Na katika turathi za Waislamu kwa watu wa Ulaya ambao wenye insafu wameandika ni katika kuhamisha falsafa ya Kigiriki kwa Ulaya ya miaka ile. Kwa sababu palikuwa pamekatika hapa daraja. Waliotafsiri ile falsafa ya Kigiriki kuileta upya walikuwa ni wataalamu wa Kiislamu, philosophers, Al-Kindi, Ibn Rushdi, Ibn Sinai na wengine. Alafu wazungu wakaipata upya, alafu na wenyewe pia wakaendelea. Kwa sababu wao wameipata kule. Watu hawajui hata kusema kiima, kiarifu, yani mubtada, khabar. Ni Wagiriki wameanza katika kugawanyisha sentensi katika pande mbili, kiima na kiarifu. Wanasema mubtada na khabar. Sasa Muislamu akisema mubtada na khabar anadhani ni ya Waarabu tu. Hapana, Waarabu wenyewe wachukua Wagiriki. Ukizungumza kitenzi elekezi na kitenzi si elekezi, Waarabu wanasema fi'lul lazim na fi'lu mutaaddi. Kitenzi elekezi ni fi'lul mutaaddi, si elekezi fi'lul allazim. Ni mtu anaitwa Protagoras katika philosophers wa Kimagharibi.
ambapo shekhe yote katika mashekhe leo hii anayejua nahau, anayejua ilmu al-i'rabu, anayejua haya, lakini ametoka wapi? Haikuwa ni brain child ya Mwarabu, alichukua kwa Mgiriki. Kwa hivyo huwezi kusema tumeendelea kuliko wao sana. Kinachotakiwa ukichukua PhD yako, ukisoma hata master yako, unakwenda kufanya research, unatakiwa ufanye na wewe useme kitu kipya. Ufanye research katika jambo, alafu ugundue kitu kapya. Elimu inaendelea hivyo hivyo. Elimu inaendelea hivyo hivyo na haitokoma. Ala kula hali ustaarabu si kitu cha kuanza kwa alifu kama ulivyosema, ni muendelezo. Ni muendelezo. Kwa sisi tunafika hapo, tumeendeleza pahali, vizazi vijavyo navyo vitaendeleza. Na Dr. Abdulrazak, kwa kumalizia, je, mustakabali wa ustaarabu wa dunia unaona upo hatarini kwa kiasi gani kutokana na matumizi mabaya ya teknolojia? Asante sana. Kwanza kuna hatari 2 mpaka 3 zinazokabili dunia. Hatari zinaweza kaangamiza dunia kwa ujumla. Kwanza mazingira. Uharibifu wa mazingira unakwenda kwa kasi sana. Sana. Idhaa ya Kiswahili ya Ujerumani ilikuwa na vipindi virefu sana vya mfululizo kuhusu mazingira. Uislamu unasema kuhusu mazingira. Mazingira ni ile nyumba Mungu alotupa tuitunze, itutunze. Mwanadamu kasi ya kuharibu mazingira ni kubwa, ambapo sasa hataweza kubebwa na hii dunia. Kiwango cha joto kimekuwa kikubwa, pepo zile zimekuwa kasi sana, kina cha bahari, yani maana yake maji yamekuwa yanazidi baharini kwa sababu ya barafu kuyeyuka katika maeneo mbalimbali ya uso wa dunia. Mshaona? Tabaka la ozoni linaendelea kuwa na matundu kiasi kwamba miale ya jua inakwenda moja kwa moja katika uso wa dunia na kuathiri, kuleta aina zote za kansa unazojua. Maana Mungu ameweka chujio la kuchuja ile miale ya jua ili isimfesi mwanadamu na viumbe vingine moja kwa moja. Kwa kuwepo na kemikali na moshi mkali kwenda kule, matundu yamepatikana katika lile blanketi Mungu aliliweka, kiasi kwamba kuna miale inayepenya moja kwa moja. Kwa hiyo hatari namba 1 ya mwanadamu ni mazingira. Yanaweza kuangamiza hii dunia. Na nchi za kimagharibi zinaituhumu Afrika na watu wanyonge kwamba wanaharibu mazingira kukata miti, lakini mharibifu namba 1 ni heavy industry, viwanda vikubwa sana vya kimagharibi. Na mazingira yana tabia ya kiutandawazi. Ukiharibu wewe, si kwamba utaathirika wewe tu, wataathirika walimwengu wote. Sasa nchi kama Marekani imekataa miaka kadhaa iliyopita kusaini mkataba wa Kyoto uliokuwa unawekea sheria za kuhakikisha hawaharibu mazingira kadri wanavyoharibu. Sasa wao wanatizama uchumi kwamba tukitekeleza sheria hiyo, maana yake uzalishaji katika viwanda utakuwa mdogo, tutapunguza kasi ya uzalishaji, tutashindwa ushindani wa dunia katika kutawala dunia. Maendeleo na mazingira. Na namba 1 hiyo. La pili ambalo linatuhusu sisi sasa katika masuala ya mfumo huu wa teknolojia ya mawasiliano na AI. Sitaki kuzungumza vitu ambavyo vitahitaji muda mrefu na vinahitaji kuvivunja mpaka mtu wa kawaida aelewe. Wanazungumza kuhusu post-humanism, kipindi cha baada ya binadamu. Binadamu sasa anaanza kuvukwa. Unajua, kwa yule anayefahamu Kiarabu akatizame makala zilizoandikwa kuhusu kitu kinachoitwa dhahiratul istiklali. Yani wanadamu wanaanza kutamani kuwa wanyama kwa kuamini mnyama anaishi vizuri kuliko sisi. Hagombwi, hana kero, hana nini. Unaweza kadhani tunasema utani, wako kwa maelfu duniani wananunua sasa mavazi ya mbwa. Na anatembea anashikwa na mwenzake kama mbwa mjini. Ilikuwa ni siri, sasa hivi ni wazi. Mtu anaweza kutembea na wanadamu wawili, ana akti kama mbwa na kuamini kwamba furaha iko pale. Uingereza na mpaka katika baadhi ya nchi za Kiarabu kama Misri pameshaanza hilo. Inaitwa dhahiratul istiklab, yani mazingira ya mtu kutaka kufanana na mbwa kwa kuamini mbwa ana maisha salama zaidi, hana kero kama mwanadamu. Sasa mwanadamu yule anataka awe na mwanadamu mwenzake ambaye atamfanya kama mbwa tu. Sasa ni matatizo ya kisaikolojia kutokana na maisha mengine, limefanywa analysis kwamba linatokana na nini. Mwanadamu sasa anaanza kuwekewa chip kama vile kifaa kama hiki ili kumcontrol, na wanadamu kadhaa wameshawekewa. Mwanadamu sasa anaanza kutengenezewa mwanadamu mwenzake aishi naye, lakini ni mwanadamu ambaye anaweza kurespondi kama mwanadamu mwingine. Ni mke ambaye hawezi kukupeleka BAKWATA wala hadai talaka,
Kwa hivyo huyu anafaa kuwa ni mke, watu wanakwenda kumnunua aishi naye nyumbani kwa sababu ni mke ambaye hana kero. Hata kushtaki. Kwa hivyo tendo analolifanya kisheria ni masturbation na yeye, lakini yule ana respond, anasema, anamwambia nakupenda na nini, na anaishi naye. Sasa ndio maana katika kitabu cha Homo Deus, Profesa Yuval Noah Harari anasema Homo Deus maana yake al-insanu ilah, yani mwanadamu sasa ni Mungu, kwa sababu sasa amefikia hatua ya kutengeneza mwanadamu. Kwa hiyo hatari ya huyu mwanadamu ambaye sasa anaelekea kuwekwa chip mbalimbali ni kuangamiza mwanadamu. Sijui kama tuko pamoja sasa. Naam. Kwa hivyo kuna wanadamu ambao sasa unataka kumcontrol, kujua amekwenda wapi, anafikiria vipi, ana nini, unamwekea chip, alafu unaweza kujua mapigo ya moyo wake na hali zake. Wanaendelea kufanya tafiti kwamba wapi wanaweza kuinterfere sasa, wakamcontrol mwanadamu kupitia device, chombo kama hichi, wakaweza kucontrol ubongo wako kupeleka unavyotaka na kufanya hivi. Sasa tumemwingilia mwanadamu namna ile, tutambakiza? Kuna mjadala wa kwamba je, hawa maroboti ambao wanatumia AI ambao sasa ni binadamu wapi hawa, kama inafaa kuitwa hivyo, wanaweza kwenda mahala wakatawala hii dunia wao, wakamgeukia mwanadamu? Kuna mjadala unazungumzwa hivyo. Kwa hiyo yote haya ni mambo katika mambo ya hatari. Sasa hivi ukienda chat GPT hii inazungumza naye kama mwanadamu, unataka nini ya nini. Kwa hilo yeye ana act kama mwanadamu wakati si mwanadamu. Na sasa sehemu kubwa ya kusoma vijana wetu sasa hivi ni AI, kwa sababu ndio future ya binadamu. Na kusoma computer tu hivi na AI, artificial intelligence. Kwa hiyo swali lako lilouliza, ukweli hatari iko hapa kwa mwanadamu kujiangamiza kupitia mikono yake yenyewe, kupitia kinachoitwa teknolojia na maendeleo. Na tufanye nini? Sasa hili haliko katika upande huu tu. Kwa sababu ni kama vile uchumi, tufanye nini? Kwa busara ndogo tu. Uwezo ukaepusha hii dhana na utandawazi kwamba sasa ni dunia nzima inakontroliwa. Wanadamu wafanye nini? Ndio maana mara nyingi tunasema sisi usigombani mizozo ya dini. Mizozo hii ya kwetu ya kisiasa, wana dini moja mnagombana na wana madhahabi moja mnagombana, hamjui adui halisi ni nani. Sisi binadamu tuna adui mkubwa namba moja, sio dini zetu, sio Mkristo na Muislamu. Adui mkubwa ambao tunatakiwa tujiunge sisi sote dhidi yake ni yule adui wa ubinadamu, ndio huyu tunayemzungumza, ambaye yeye anahatarisha ubinadamu wetu unaotugusa sote. Sasa badala ya mimi kunyanyua upanga wangu dhidi ya Mkristo, au ni Msuni dhidi ya Mshia, au Mshia dhidi ya Msuni na mwingine, au Mprotestanti dhidi ya Mkatoliki na mwingine, wakati ambapo adui yetu mkubwa ni yule anayetuangamiza sisi kama binadamu, anatengeneza silaha ambazo zinaweza kuangamiza dunia hii mara kadhaa, na ushindani wa kutengeneza silaha za kemikali na nyuklia ni ushindani mkubwa kiasi kwamba mpaka leo hii ukifungua takwimu za kwamba kuna mabomu mangapi ya nyuklia, hakuna takwimu halisi kwa sababu ni mambo ya siri, lakini kuna maelfu. Unajiuliza zinakwenda wapi hizi? Tukishaangamiza hii tutahamia sayari gani nyingine? Sayari gani tunaweza tukaishi? Lakini yakitumika yote hakuna kinachobaki. Kwa hiyo hatari naweza kufanya summarization, ziko katika mazingira, ziko katika masuala ya teknolojia hii tunaokwenda nayo ya AI, na hatari ya mwisho katika uzalishaji wa silaha, hasa zile za kemikali na silaha za nyuklia. Mwanadamu anatishia future yake. Naam, Dokta, tunataka tuzungumze namna ambavyo sasa haya yote tuliyozungumza na mwisho wa siku tukasema tufanyeje. Ni kama mwanadamu amekaa anatatizika, anataka furaha, anataka pengine ondokana na haya mazonge katika maeneo haya mjini pengine ambapo kuna kila aina ya kumpa hayo mazonge. Hali ikoje hapa kwetu lakini pia hata kidunia? Taban, kama unazungumza kuhusu furaha, watu wanasema kwamba lengo la maendeleo ya mwanadamu ni kupata furaha. Ndio lengo hasa? Furaha ndio lengo, yani inaitwa happiness. Wewe unatafuta elimu kwa ajili ya nini? Ili upate happiness. Unatafuta mali kwa ajili ya nini? Uwe happy.
Na ndio maana hili ni swala la mjadala mrefu kwamba binadamu yuko happy sasa hivi, ana furaha. Tizama kiwango cha watu wanaojinyonga duniani, tena katika nchi zinazoitwa zimeendelea kuliko zote kama nchi za Scandinavia. Viwango vya kujinyonga ni vikubwa sana. Unajiuliza, je, kuna uwiano baina ya maendeleo na kujinyonga? Je, happiness inapatikana kwenye pesa? Kwa hivyo hilo ni swala la kimjadala, na kuhusu masuala ya happiness, furaha, kuna haja ya mjadala kubwa sana. Lakini utakuja kukuta pamoja na mjadala wa wanafalsafa wote kuhusu furaha inapatikanaje. Sitaki kuyazungumza mambo kabla ya wakati wake. Ikibidi kuzungumza kuhusu furaha tu, happiness, kipindi kamili tutazungumza. Lakini utagundua kwamba Uislamu unasemaje kuhusu furaha inapatikana wapi. Furaha inaweza kupatikana kijijini kwa mtu mwenye uchumi mdogo na maisha ya kawaida akawa na furaha kuliko tajiri mkubwa mwenye uwezo mkubwa. Bali mali katika ulimwengu tunaoishi inaweza ikawa ni chimbuko la kumnyima mwanadamu furaha kama ilivyokuwa sasa hivi. Kwa kuna haja ya kujua furaha inapatikana wapi, na dunia imeweza kuchuma furaha kweli kwa maendeleo haya? Na kama hivyo, kwa nini mpaka sasa hivi mtu mmoja katika kila watu 20 ana maradhi ya ukosefu wa afya ya akili? Kwa maana ana msongo wa mawazo na hatimaye anasonona. Na sonona imeitwa sonona kwa sababu kusononeka kwingi mpaka anapata maradhi, inaitwa depression. Kiwango kimezidi. Kila watu 20 mmoja ana tatizo hilo duniani. Kwa nini yanazidi haya? Na mwanadamu anasemekana anaendelea kwa kasi. Kwa kumbe inawezekana hapa mjini mtu anapata mazonge tu, kumbe anaweza karudi kwao. Kurudi kwao si lazima kwa mwanadamu anashawishika kwa vitu madhahiri wanasema. Vitu vya waziwazi. Mjini huko mtu nadhifu, majengo, mapita barabarani na nini, magari na nini, watu kukimbia vijijini kwa kujua. Na bahati mbaya kwamba huko kuna huduma vile vile, japo si za bure, lakini huduma mbalimbali za matibabu za nini, hospitali. Lakini je, ni kweli mwanadamu anatamani arudi aishi maisha ya kijijini? Naam, binadamu ameshaanza kutamani maisha ya awali ya msingi. Lakini tamaa hii imeanza kule walipojaribu wakavuka mipaka, maisha ya kimji. Sisi bado tuko kwenye kasi ya kukimbilia mjini. Unajua kinachotokea nini katika ulimwengu wa kibepari? Naam, daktari. Yale maisha ya mjini kama pale New York, London, tumesema kwamba unaweza ukapewa dola, tuchukue mfano shilingi, unaweza ukapewa milioni 10 ukiwa unaishi New York. Kwa mwezi usibakiwe na change. Milioni 10. Lakini milioni 10 hiyo ukilipwa huku kwetu utabakiwa na pesa nyingi sana. Kwa sababu ya ughali wa maisha na aina fulani ya watu wanaotakiwa waishi pale, sio kila mtu anatakiwa aishi. Kwa hiyo ni maisha baguzi yanayotenganisha watu. Kwa maana mwenye uwezo tu ndo anaweza kusurvive, mwingine lazima awe mtumwa wa wengine. Sasa kinachotokea nini katika maisha ya kibepari, uchumi wa kibepari? Hawezi kurudi kijijini. Kijijini wapi? Kwa nani? Na ndo haya yatatokea kwetu miaka mingi ijayo. Hakuna maardhi zilizokaa tupu ambazo mtu anaweza kuziandama. Huku kwetu ukiwa unaishi maisha duni, ni mwalimu, uko hata mjini, unaweza ukawa pembezoni mwa mji, una kishamba chako au kibustani chako, unalima mchicha, una kuku wako kadhaa pale, unapunguza kasi ya maisha. Yani unasema ule ukali wa maisha. Mtu anaweza kuwa anafanya kazi zake lakini ana taxi yake, ana dereva, anaendesha, ana kigari chake kinafanya biashara. Unajua tabia ya kibepari ikoje? Unaona supermarket? Naam. Yanatakiwa baadaye yaue viduka vidogo vidogo. Kwa sababu Kenya hilo limeshafika kwamba ukinunua vitu supermarket ni rahisi zaidi kuliko kwenye duka la mtu. Kina mangi hawa. Sasa masupermarket yameua maduka madogo. Maana yake ni kwamba mtu mdogo mdogo hawezi kujifungulia kamradi kadogo. Huwezi ukaishi wewe Uingereza ukawa eti una mchicha wako. Utatuletea maradhi wewe. Mchicha unatengenezwa na makampuni makubwa au unaletwa na makampuni makubwa kutoka mbali. Huwezi ukafuga vikuku vyako wewe vile vitatu pale alafu ukatakuwa vipeleka sokoni. Kuku ni kampuni kubwa inahusika. Huwezi ukawa na kiteksi chako binafsi ambacho wewe unachukua watu na nini. Teksi ni kampuni. Anahodhi brand. Ukitizama Kenya sasa hivi utaona makampuni tayari kwenye hizi public transport. Kweli mtu amekuwa amejoin, lakini mwishowe mwenye pesa ndio atakayekuwa anamiliki kampuni ya usafirishaji.
Ukienda Dubai airport, sio kila taxi inakubeba, wala haiwezi kubeba. Hakuna taxi zinapanga foleni za kampuni. Mtu mdogo hana cha kwake kidogo cha kuweza kujiendesha. Ndio uchumi wa kibepari, ni kupisha wakubwa wafanye ili walipe kodi kubwa, na serikali ina encourage wale wakubwa waingie, inawauzia tenda. Maana kwenda kukusanya takataka huko kwetu bishaanza hilo, kwamba si kila mtu anakusanya takataka, ni mtu maalum mwenye uwezo wa kuweza kuilipa serikali. Sasa tunakwenda taratibu mpaka zile fursa za mtu mdogo kujiajiri katika eneo dogo zitakuwa hazipo wala haziruhusiwi. Ardhi sehemu kubwa inachukuliwa na watu wakubwa. Sasa wewe mtu wa Ulaya unaenda wapi kijijini? Tumebakizwa sisi tu, na sisi tunasafiri safari hiyo hiyo. Ndio maana kule kuna homeless Marekani zaidi ya 500,000 na wengine anaishi kwenye gari lake. Mradi tu aende katika eneo la restaurant, akaingia bafuni, jisafishe kidogo, aswaki, arudi, aweke vifaa vyake kwenye gari, aende kazini. Haya maisha watu hawaamini kwamba yako hivyo. Kwa hivyo tutakuja kutamani maisha ya kijijini yale ya kawaida, lakini wakati huo hatuna kijiji cha kwenda, kwa sababu tutakuwa kama wenzetu kule. Naam. Wenzetu wao ndo hapa hawana pa kwenda. Ila shauku yao ndio kwamba hivi familia zishavunjika, haziko vile tena. Kijijini kwa nani unakwenda? Kwa hiyo tuone Dokta, katika miaka ijayo labda wakawa wageni wengi katika bara letu hili. Tulikuwa tunasema wakati fulani na mwenzangu mmoja kwamba utalii tunaotarajia ujao ni utalii unaohusu hali ya hewa na mazingira, kwamba mtu na lishaanza hili, atatoka Middle East, Mashariki ya Kati kule, atatoka Kuwait, atatoka Iraq, atatoka wapi, atakuja Tanzania kwa sababu ni kipindi cha joto kali sana kule, hapa kaliki, atakuja kutembea huko, akae muda fulani kisha arudi. Huu ni utalii tutakaoona huko mbeleni kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Na hili lishaanza kwamba wanamtalii anakuja kwa sababu ya hali ya hewa kwa kule, anakuja huko. Kwa hiyo itazidi hii kwa sababu hapafai kukaa, gharama ni kubwa kwa sababu ya namna ile na mazingira ya watu wanakufa kwa joto. Niliona katika nchi fulani ambao gari ilopaki nje, taa za gari zilirojeka zote kwa sababu ya joto. Tahiri nyanga. Kwa sababu ya kiwango cha joto kinazidi. Sasa huyu mtu mwenye uwezo atasafiri na familia yake aje Afrika, baada ya muda aende mahali pengine, akirudi kule zimebaki siku chache tena, kwa sababu sheria ya kimataifa ni kwamba ikishafikia nyuzi joto 50, wafanyakazi wa maeneo ya public ya ujenzi ya nini hawaruhusiwi kufanya kwa sababu ni hatari. Wanapanda juu kule na nini, joto 50 degree centigrade ni hatari. Sasa ikifikia wakati watu wapumzike kwa sababu ya kiwango cha joto, wenye uwezo watahama kwa muda, watatalii huku na kule, wakirudi hali ni nzuri, aendelee kukaa pale. Na hata kwenye miji yetu hii, maana pia kuna mkoa wenye viwango vya joto zaidi. Ya bila shaka. Kwenda watu wakahama wakubadilisha mazingira bila shaka. Namna hiyo. Kuna mtu hawezi joto atahama Dar es Salaam. Na hata sisi watu wa maeneo ya kama Arusha, kiwango cha joto kishazidi, lakini still bado ni nafuu. Tukienda miji kama Dar es Salaam, katika mambo yanayotuzuia kukaa sana ni joto. Siwezi bwana. Siwezi. Saa zote umeloa tu nini. Unajisikia kama hupumui sawa sawa. Na mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Tuzungumze, kufika hapa tuna la ziada, kwani wenye ndimi za kale wanasema wakati ni upanga, ukishindana nao utakukata. Lakini Waswahili wanasema kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Kwa leo nalikunja jamvi hapa, lakini Mola kiridhi tutakuwepo katika jamvi lingine wakati ule ambapo tutahiari kulitandika tena. Mimi ni Awadhi Rashid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.